Usiku wa giza, siri zimefichwa ndani ya mioyo, maumivu yamejificha. Baba kaondoka, ameacha maswali. Nani miriti kweli wa mali na majali? Wengine wanapigana kwa tamaa ya dunia, wengine wanalia kwa kukosa haki yao, lakini kidani kimoja kina siri nzito, kinaweza kubadili maisha kwa dakika chache. Baraka, kumbe uko hapa? Tumehangaika sana kukutafuta. Baraka, umekula? Hapana. Samani, okay. Hebu kachukue juisi moja na biskuti letea. Baraka, basi ngoja kuletea biskuti na juisi ili upate kureti. Asante. Basi kula. Kula. Asante. Baraka, nikufungulie. Basi kula. Kula. Baraka, nakuomba twende nyumbani. Hakumaanisha hivyo. Sasa hivi ameshajirekebisha, anakupenda. Nakuomba twende. Nitakuwa pamoja na wewe, nitakusaidia kwa kila kitu, sawa? Usiogope, nakuomba twende eti. Sawa Baraka? Basi. Kula afu kisha twende eti. Baraka. Baraka, ulikuwa wapi? Tulikutafuta sana. Usirudie kufanya hivyo.
Sawa. Kaka, za saizi? Salama za kwako? Salama kabisa. Dada, za saizi? Salama. Sasa kaka, ndio mwenyekiti wa kijiji amenituma mtoto. Mtoto? Kuna mtu amekuja anamtafuta mtoto. Mtoto yupi? Huyu hapa. Huyu Baraka huyu? Tena amesema kwamba niende sasa hivi tu nisikawie. Mbona mwenyekiti tulishazungumza swala hili? Mimi sasa hilo sifahamu. Ila ameniambia kwamba nijie mtoto huku. Tena amesema niende sasa hivi tu nisikawie. Kwa dada ndo hivyo. Kila kilio kina mwisho, kila jeraha linapona, muda ukifika kweli. Sali. Mchana. Ndio, ni mimi. Unafanya nini kwenye chumba cha baba? Na mambo yangu tu. Mambo yako? Ndio, hata yahusu familia. Vipi? Wameijia nini? Kuna kitu nilikuwa nimekuja kuangalia huko. Kitu gani? Basi. Dada. Lakini kesho ujiandae na mazishi. Na hapo ndipo maisha yetu yatabadilika tena. Hapana. Hii kitu hakiwezekani. Siri zitafunguka, majina yatajulikana, na kidani kitatoa ushahidi, nani mrithi wa kweli. Usiku wa giza, siri zimefichwa ndani ya mioyo, maumivu yamejificha. Mama Chala, kwa nini umekuja? nimekuja kwa minajili ya mzee Sefu. Mzee Sefu ameshakufa, na mtu akikaribia kufa huwa anajitambua, na kila mara huwa anasema. Alikwambia? Kama yamekuleta yale ya zamani, naomba usitoe hiyo siri. Kwa nini nifiche siri, ingawa leo ndio siku muhimu ya kuweza kuifichua siri? Familia yangu itasambaratika. Mama Chara, na ukweli hauwezi ukasambaratisha familia. Ndiyo, familia yangu bado naipenda. Kwa nini ulinikataa ukaangukia kwenye mikono ya Sefu? Haikuwa chaguo langu, ndio maana nikaangukia kwa mzee Sefu. Sikulitarajia hilo. Sawa, tuachane na haya. Je, kuhusu la jana, familia kugombania mali za marehemu, ingawa marehemu bado hajastiriwa? Kumbe ni kweli. Chala, kuna siri gani inaendelea kati yenu wawili? hakuna siri iliyoko mwanangu. Nimesikia kila kitu mlichokuwa mnaongelea. Umesikia nini mwanangu? Na hiki ni nini?
Hii ndio inayofanya mambo yanakuwa magumu zaidi. Bahati nzuri mzee, tumekukuta. Ndio. Kilichonileta ni swala moja. Sawa. Maana jana kuna mtu alikuja akadai ya kwamba mtoto huyu nimlete. Sasa na mimi nimeona isiwe shida, nitii sheria pasipo shuruti yoyote, ibidi nimlete mtoto. Sawa. Kuna watu waliokuja hapa ndio kuja kutafuta mtoto, lakini maelezo walionieleza ndio ni tofauti na mtoto huyu. Walikuwa sidhani, sijui kama ni mtu na mke wake, walikuwa wawili, mwanamke na mwanaume. Naona kaja nikawaeleza kama ilivyo, nikaambia huyo mtoto sio, wakaondoka. Ndio. Baadaye mwanamume alikuja kurudi. Naona ndio wakaniambia bado anaendelea kutafuta na hawajampata. Ila sio huyu. Basi sawa. Mimi nashukuru kwa hilo. Sawa. Kwa sababu ni kitu ambacho kilikuwa kinahitaji kuniumiza sana, ila kwa sababu imekuwa hivyo, ndio sio mbaya. Na kingine mzee, hasa mimi nimeona kwamba huyu mtoto basi niishi naye. Ina maana basi unipe nidhaa ya kuishi na huyu mtoto. Ina maana pale wanapokuja ndugu zake ili wakihitaji mtoto ya kwamba labda wakaishi naye, labda wanahitaji wakakae naye, ni ndugu zake, basi swala hilo wajue ya kwamba umenikabidhi. Hilo halina kipingamizi. Ndio. Nachokuomba uzingatie kitu hiki kimoja. Huyu mtoto umpende kama unavyojipenda wewe. Mama, huyu mtoto mthamini kama mwanao, sio kama awe mtoto wako kabisa, kwa sababu nyinyi kina mama, nyinyi ndio mnaotulea sisi. Sawa, ina shida, tutafanya hivyo baba. Sawa mama. Kwa hiyo Bwana John, naam, mimi nakupa baraka. Ndio. Nakupa tena, nakupongeza sana. Asante sana. Kwa kazi uliyoifanya. Ndio. Mimi naipenda. Asante. Naendelea kuwa na moyo huo. Sawa kabisa. Haya. Basi si tukuache. Asanteni, karibuni. Bye bye. Haya, shukrani. Kila kilio kina mwisho, kila jeraha linapona. Jamani, toka aje yule mtu wa mjini, mambo yamebadilika kabisa sana. Afu na mimi nilifikiri najua tu mimi, kumbe na nyie mnajua. Yaani toka aje yule baba wa kutoka mjini, hapa pamebadilika sana. Pamebadilika sana. Alafu kijiji chote kinaongelea kuhusu ule ulisi wa zile mali. Kuhusu ulisi? Na mlisi mwenyewe yule pale. Saru, karibu sana. Saru, mbona unaonekana kama leo umefiwa mara mbili? Kuhusu mtu wa mjini. Mtu wa mjini? Ndio. Kuna vitu anajua kuuzidi anavyojijua yeye. Na inaonekana yule mzee ana siri nyingi sana na baba yako. Baba kuwa mtu aliyekuwa anamwamini kila mwenyewe. Kwa hiyo yule mzee anajua mambo mengi uzidi ambao unafahamu wewe. Inatakiwa uwe makini. Alafu anaweza kusababishia usikose kabisa zile mali. Ila ni kweli. Yule mzee akisema anachokijua yeye, atakuwa amesababisha familia yangu kabisa. Mambo yote yatakuwa yameharibika. Kitu gani?
Sauni kuhusu nilichokisema. Sahau? Ndio, nimesema sauni kuhusu nilichokisema. Salim. Mbona unaonekana una mawazo sana? Nipo sawa tu mzee. Hapana. Sio kawaida yako. Nipo sawa tu mzee. Wewe ungelikuwa ndo mimi, nisingekuwa na haraka ya kugawana hizo mali. Unamaanisha nini? Una haraka sana. Mali wizani hayo ni yako, huenda ikawa sio yako. Mimi naondoka.